Amen, amen, amen. Huyu mtu ni nani? Ni sehemu ya pili. Tulikuwa na sehemu ya kwanza ambapo kupitia maandiko, neno la Mungu takatifu, tuliweza kupata katika kitabu cha Wathesalonike wa pili, sura ya pili, fungu la 3 mpaka fungu la 4. Tukaona kwamba tunafahamishwa kwamba hautakunja ule wakati wa kuja kwa Bwana wetu Yesu Kristo kabla ya uasi kuingia duniani, kabla ya ugegeufu kuweza kuingia duniani, ambapo saa hii tuko katika siku za hatari, siku za giza la kiroho. Watu wengi wamejipata wameamini ndio, lakini mara kwa mara bahati mbaya wanaamini mambo ambayo yanatokana na huyu mwana wa uharibifu. Bwana asifiwe. Katika kitabu cha Danieli sura ya 7 fungu la 25 tukapata kujua huyo mwana wa kuasi atakuja kubadili sheria za Mungu na pamoja na majira. Kwa hivyo tukaona majira ya wakati ambazo tumeelezwa katika Biblia zimebadilishwa, na vile vile sheria za Mungu zimebadilishwa. Katika kitabu cha Ufunuo 13 fungu la 4 mpaka fungu la 8, hapo napo tukaweza kupata kwa uasi kuhusu huyu mwana wa uharibifu, mwana wa uharibifu au mtu wa kuasi ambaye amekuwa akijitukuza, aliye na tabia kama za ibilisi, vile ambavyo ibilisi alifikia wakati mmoja akataka kujitukuza kuliko Mungu, katika kitabu cha Isaya 14 fungu la 12 mpaka fungu la 15. Kwa hivyo siku hii ya leo au sehemu ya pili tunaanza kuangalia sasa kwa siri sana, tuweze kuona huyu mtu ni nani ambaye ni mwana wa uharibifu, na ili tuelewe mpaka tuweze kusikia kile ambacho Roho wa Mungu anasema kupitia mtumishi wake Yohana katika kitabu cha Yohana 13 fungu la 18, ambacho Roho wa Mungu akasema, hapa ndipo penye hekima, yeye aliye na akili na aihesabu ya mnyama huyo, maana ni hesabu ya kibinadamu, ni hesabu yake, na ana hesabu yake ni 666. Bwana asifiwe. Kumbe tumeambiwa mpaka tukue na akili za kufahamu maneno ya unabii. Neno la unabii si kama mafundisho mengine, ni mafundisho yaliyo nyeti sana, ambayo yanahitaji kukuwa na ufahamu mkubwa sana ili kuelewa ujumbe wa roho wa unabii. Kuna watu wengi wamekaa kufundisha, lakini wanapofundisha hakutoweza kuelewa, wakaweza kufundisha kinyume. Kama kwa mfano, ili fungu linaeleweka vibaya kwa sababu watu wanatarajia siku moja itokee, watu waambiwe mpaka waweze kuandikwa majina ya namba 66 kwenye utozi pamoja na mkono wao, ili mtu atakapoenda kununua au kuuza hakuwe aweze kuruhusiwa. Ni vile vile ni neno la unabii ambalo tumeambiwa ni hesabu ya kibinadamu. Kwa hivyo sio tu kuruka mbele ya bodaboda itakugonga na mbele, ni hali ya kusoma Biblia na kuielewa ili ujue anaposema 66 anamaanisha nini, na kila mtu lazima atakuwa na hii namba ili aweze kuuza na kununua. Namba hii itakuwa namna gani? Tutakuja kuangalia kwa wakati mwingine kuhusu 66. Wakati huu tunataka tu tuangalie huyu mtu wa kuasi ni nani. Tumeambiwa mpaka tukue na akili ya kufahamu. Hiyo ni kumaanisha tuweze kuchunguza Biblia katika mafungu mengine ili tuweze kuelewa huyu mwana wa uharibifu ni nani. Ili tuweze kumjua, tutaanza kuangalia tabia zake. Ili tuweze kujua tabia zake, tumwangalie Yesu anaposema na wanafunzi wake katika kitabu cha Mathayo 23 fungu la 8 mpaka fungu la 12. Nitasoma katika jina la Kristo, ambapo neno la Mungu linasema hivi: bali ninyi msiitwe dhambi, maana mwalimu wenu ni mmoja, nanyi nyote ni ndugu.
Katika watu wote ambao wameweza kuamini neno la Mungu wanaitwa ndugu, tunaitana ndugu, na katika hiyo hali tunastahili kukua na hali ya unyenyekevu, ili Yesu afundisha mafundisho haya, ama Yesu aseme haya mambo. Kulikuwa na mgogoro uliokuwa na mabishano makubwa kati ya wanafunzi wa Yesu, wakisema ni nani atakayekuwa mkubwa, kwa kuwa Yesu alikuwa ameweza kuwasimulia ya kwamba ataweza kuondoka. Kwa hivyo wakaanza kuwaza ni nani ambaye atatuongoza, na hivyo wakaanza kukua na hali kila mmoja anajiona yeye ndiye anafaa kulingana na taaluma zake au muonekano wa nje. Wanasifiwe. Kwa hivyo Yesu akawaambia, mtu yeyote asiitwe dhambi kati yenu. Sisi watu wote Mungu hataki tukiitwa walimu, kwa kuwa Mungu anasema sisi sote tumefungwa katika kitu kimoja ambacho ni ndugu. Fungu la 9 anasema, wala msiitwe mtu baba wala msimuite mtu baba duniani, maana baba yenu ni mmoja aliye wa mbinguni. Mungu wetu ni baba yetu aliye mbinguni, ambaye yeye ndiye tunafaa kumuita baba. Ila huyu mwana wa uharibifu katika sifa ya kwanza anataka aitwe mwalimu, yani yale atakayosema ni hiyo na hiyo ndio final. Haiwezi, hakuna mtu anastahili kutegua yale ambayo huyo mtu alisema. Ya pili, anataka kuitwa mbamba, sio tu mbamba, anataka kuitwa mbamba mtakatifu, wakati Yesu tayari ametuambia kwamba tusimuite mtu yeyote mbamba duniani. Sisi sote, ili ni hali ya unyenyekevu. Yesu, kumbuka, hata anawaosha wanafunzi wake miguu, lakini wale walio viongozi wa siku ya leo wamejitukuza juu sana kiwango, hata wakati mwingine wanahubiri huku wakilindwa madhabahuni, na unashangaa wanalindwa kutokana na nini? Fungu la 10 linasema, wala msiitwe viongozi, maana kiongozi wenu ni mmoja, naye ndiye Kristo. Yesu ndiye kiongozi wetu. Hatuna kiongozi mwingine isipokuwa Yesu. Ndiye ambaye anatuongoza katika njia iliyo salama, ili tufike mahali baba yetu alipo. Yeye ndiye njia. Lakini siku ya leo wametokea watu ambao wanataka kuitwa viongozi, ambao tena tu wanatafuta majina ya nguvu sana, yani kwa fikira za mwanadamu, wakijitukuza. Bwana asifiwe. Naye aliye mkubwa wenu atakuwa mtumishi wenu. Bwana asifiwe. Yule ambaye atakuwa mkubwa sharti akuwe mtumishi. Hii ni tabia zile ambazo Yesu anataka tuweze kukua nazo kama ndugu na ndugu. Lakini siku ya leo kuna watu wamejiweza kutukuza. Bwana asifiwe. Na wengine wakaonekana na hao watu kuwa watu wa dunia. Lakini fungu la 12 nasema hivi, na yeyote atakayejikweza hatadhiliwa. Haleluya. Na yeyote atakayejidhili atakwezwa. Haya ni maneno ya Yesu kwa wanafunzi wake na kwa sisi ambao siku ya leo tumeamini njia ya msalaba ambayo ni Yesu. Sasa mwana wa kuasi amechukua hizi sifa zikakuwa za kwake, hakakuwa sasa siku ya leo lazima kiongozi yeyote duniani mpaka aende akamsujudu, mpaka aende akapate kimbali kwake, mpaka aende ili ambarikiwe. Na katika kwenda kule lazima apewe masharti atakayokuwa nayo wakati atakapokuwa na tawala. Na yeyote anayedhubutu kukataana na matakwa yake, huyo mtu ajuangi aking'olewa akibaduliwa kwenye mamlaka. Katika imaya wa Kristo, watu wote wanamuangalia huyu kama ndiye mkubwa, ambaye ndiye nikana kwamba yeye ndiye anawaongoza watu mbinguni, wakati Mungu anasema yeye ndiye kiongozi anayetuongoza. Kwa hivyo hiyo ni ya kwanza. Tuko na mambo mengi ambayo tutakuwa tunaendelea ili tuweze kujua huyu mtu wa kuasi ni nani, na tumeambiwa hapa inahitajika hekima na maarifa ya kuweza kuelewa. Muombe Mungu akupe hekima, muombe Mungu akupe neema, muombe Mungu na akupe moyo wa kuamini na kutaka kubadilika, utakapojua kuna imani ambayo umeipokea, ambayo ni imani iliyo ya mapokeo ya wanadamu. Mungu akubariki sana na uendelee kufuatilia katika mafundisho. Tutaendelea na Mungu awe pamoja nasi. Amen, amen.
Amen.